Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo tutaangazia juhudi zinazofanywa na TARI kituo cha Naliendele za kuonesha fursa kwa wakazi wa mkoa wa Mtwara ya kutumia vyema ardhi yao kwa ajili ya kilimo cha mazao mengine tofauti na mazao ya korosho na ufuta walioyazoea. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI kituo cha Naliendele. Mtazamaji, hili ni zao la alizeti. Zao hili ni maarufu na linalimwa kwa wingi mikoa ya Dodoma na Singida. Ni zao linalotegemewa sana kuzalisha mafuta ya kula, lakini kwa sasa zao hili limeanza kulimwa Mtwara. TARI kituo cha Naliendele wametafiti na kuzalisha mbegu bora ya alizeti yenye kuzaa kwa wingi kama unavyoonekana. Mtazamaji, hili ni zao la mtama. Zao hili ni maarufu na linalimwa kwa wingi mkoani Dodoma. Ni zao linalostahimili ukame. Mtama ni zao la chakula na linatumika kutengeneza unga kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile ugali na uji. Ama wakazi wa mikoa inayolima mtama hutumia zao hili kutengeneza vinywaji kama vile togwa. TARI kituo cha Naliendele wameanza kuandaa na kuhamasisha wakazi wa mkoa wa Mtwara kulima zao la mtama ili kuwaonesha wakazi wa mkoa huu kuwa wana fursa ya kulima mazao mengine kwa ajili ya kujiongezea kipato. TARI kituo cha Naliendele imeandaa mafunzo ya waandishi wa habari pamoja na watumishi wa halmashauri ya mji na Nyamba ili na wao wasambaze elimu hiyo kwa wakazi wa mkoa huo, ikiwemo kilimo cha mboga mboga na matunda. Dr. Kapinga ni mkurugenzi wa TARI kituo cha Naliendele. Anaeleza faida kubwa wanayoweza kupata wakazi wa mkoa wa Mtwara kwenye kilimo cha matunda. Sisi kama TARI Naliendele tunazidi kusisitiza na kuhimiza kwamba wakulima wale kwenye mikoa hii inayolima korosho sana kwa wingi, mfano Mtwara na Lindi na kwingineko, waamini kwamba licha ya zao la korosho bado kuna mazao mengine ambayo yanaweza kuwa na kipato kikubwa sana kupitia hayo. Kwa mfano hapa huu mpapai ulioko hapa tulianza kuvuna ukiwa na urefu kama hapo. Kuanzia hapa mpaka usawa huu tumevuna mapapai takriban 50. Na hapa iliyoko pale inafika 50. Tunategemea mpapai mpaka sasa hivi kuanzia hapa tutavuna mapapai 100. Kwa bei ambayo tunauzia kwa watumishi ili wapate afya njema na chakula ambacho kina uhakika na usalama, tunafanya shilingi 1000 tu kwa papai. Hiyo ni bei hapa ofisini, hapa shambani. Sasa kama ni shilingi 1000 kwa papai, ina maana toka hapa mpaka pale tutaingiza shilingi 100 kwa mti mfupi kama huu. Sasa endapo sasa unakuwa na ekari 2.5, ina maana unaweza kuwa na mipapai sio zifungua 1000. Ndani ya miezi 7 unaanza kuvuna mapapai. Mpaka kufikia miezi 12 unaweza pale umeshaingiza kama shilingi milioni 1 hivi. Kwa hali kawaida kabisa. Mpapai moja kama huu sasa hivi kuanzia hapa mpaka pale tunawachia unaweza kupata 100,000. Na sio ndio mwisho kuzaa. Unaendelea kuzaa mpaka unafika juu kule. Kwa hiyo unaweza kukuta mpapai moja kama huu unaweza kufikisha 100,000 na nusu mpaka 200,000 moja. Sasa una mpapai 100. Hapo inafanana kiasi gani pesa? Sasa kwa maana hiyo tunasema bado tuna fursa nyingi za kuweza kupata mapato kwenye kilimo nje ya korosho. Unaweza na bahati nzuri pia kwenye shule zetu kuna nafasi ambazo pengine ndogo tu za kawaida. Wanaweza kupanda pale shuleni kwa na bustani ya mipapai, bustani ya migomba ambayo haihitaji eneo kubwa. Na cha msingi ambacho ni cha muhimu sana, upatikanaji wa maji na mbolea za samadi ambazo kwenye maeneo yetu zipo.
na kama sio samadi basi mboji inawezekana kabisa. Kwa hiyo himizo ni kwamba tuzidi kuelimishana na kuhimizana, tutumie fursa zilizopo. Nafasi ndogo iliyopo unaweza kupanda mazao mengine yale ambayo yanahitaji eneo kubwa, kama haya matunda, mipapai, migomba na kadhalika. Hata mboga mboga mnaona pale mboga zile inaweza kufaa. Kituo hicho kilianzisha bustani ya mboga na matunda kwa lengo la kutoa elimu kwa wakazi wa mkoa huo na wananchi wa mikoa mingine. Na kama tunavyoona hapa, tuna vipando vya aina tofauti tofauti, tuna migomba, tuna mapapai, lakini pia tuna mboga mboga, ambayo yote hii tumeianzisha hapa ikiwa ni kwa ajili tu ya kutoa elimu kwa wakulima, lakini pia kuhamasisha kilimo cha bustani. Kama tunavyojua kwa sasa hivi Mtwara imefunguka na kuna fursa nyingi ambazo zinaizunguka. Kuna kama wenzetu wa Komoro, lakini pia kuna viwanda na shughuli nyingine za kiuchumi ambazo zinafanyika mahali hapa. Hivyo kwa kuona hivyo basi tukaona ni bora basi tuanzishe kitengo hiki ili kwa ajili ya kurahisisha huduma, kuleta huduma karibu kwa wakulima, lakini pia kutoa fursa kama fursa nyingine kwa wakulima ili waweze kujimarisha kiuchumi na kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kwani unavyotambua kwamba asilimia kubwa wakulima wetu kwa ukanda wa kusini wengi wanalima korosho, ufuta na mazao mengine jamii ya mikunde, lakini kwenye nyanja za kilimo cha bustani hawana uelewa huo. Basi tukaona hii hapa itakuwa ni fursa kwao kwa ajili ya kuweza kujifunza na kuweza kujua ni njia zipi bora za kuweza kufanya kilimo cha bustani. Na hivyo basi kupitia shamba hili tunatoa fursa tofauti tofauti ikiwemo kufundisha, lakini pia ni sehemu pia kufanyia tafiti za kilimo cha bustani. Waandishi wa habari pamoja na watumishi wa halmashauri ya mji Nanyamba, licha ya kujifunza kilimo cha mazao ya alizeti, mtama, mboga na matunda, pia wamejifunza zao la karanga ambalo linaweza kukuza uchumi wa wananchi kwa haraka. Karanga ni zao miongoni mwa mazao ya kibiashara. Ili tuweze kulima kibiashara na tuweze kupata tija, lazima kuweza kufuata kanuni bora za kilimo cha karanga. Sisi kama Hatari na Liendele tunafanya utafiti kwa lengo moja, kupata aina moja nzuri ya mbegu ambayo itakuwa na uzalishaji wa hali ya juu, lakini pia kupata aina za mbegu ambazo zitakuwa na kiwango kikubwa cha mafuta. Lakini si hivyo tu, kuweza kupata mbegu ambazo zitakuwa zinaweza kuvumilia magonjwa. Hizo ndo kazi yetu kubwa katika idara yetu hii ya karanga. Lakini pia ili tuweze kupata kile kilimo cha tija, ni lazima tuweze kufuata tuweze kufuata hali ya hewa ya mazingira maalum. Sisi Hatari na Liendele tuna aina mbili za karanga. Tuna karanga ambazo za muda mrefu, lakini pia tuna karanga ambazo za muda mfupi. Naposema muda mrefu na muda mfupi, ninamaanisha mbegu za muda mrefu zinafaa sana maeneo ambayo yatakuwa na kiwango kikubwa cha mvua. Kwa mazingira hayo hatujaacha mbali, pia na wenyewe unapata karanga bora kupata kwetu. Lakini pia tunapozungumza karanga za muda mchache, za muda mfupi, tunamaanisha yale maeneo yote ambayo yatakuwa na kiwango kidogo cha mvua, pia na hao hatujaacha mbali. Lakini pia kwenye kupata mazao, kuweza kupata kulima kwa tija, ni lazima tuangalie nafasi za upandaji nzuri shambani. Ili kuweza kupata hiyo, ni lazima tuangalie nafasi za upandaji. Nafasi nzuri ya kupanda karanga, huwa tunapanda karanga 10 kwa 50, yani sentimita 10 kwa sentimita 50. Tunapozungumzia sentimita 10 na 50, tunamaanisha kwamba kutoka laini moja na kwenda laini nyingine huwa tunatumia ni sentimita 50. Lakini tunapozungumzia 10 kwa 10, huwa tunasema kutoka shina moja kwenda shina lingine huwa tunatumia sentimita 10.
Tukifuata kanuni hizo bora, huwe tunaweza kwenda kufikia kuweza kupata kwa tija. Baadhi ya waandishi wa habari wanaeleza faida waliopata na jinsi watakavyokwenda kuwaelimisha wakulima ili watambue fursa za kilimo cha mazao haya. Na lengo letu kubwa hapa ni waandishi wa habari kuweza kupata elimu ambayo elimu hii iwasaidie kwenda kuwaelimisha wananchi ama wakulima juu ya kilimo cha kisasa katika mazao kama korosho, ufuta, mihogo, karanga, mboga mboga pamoja na matunda. Kwa hiyo tunaamini kwamba hiki tulichojifunza hapo, kwanza waandishi wa habari wanakibeba na kukiweka katika maandishi ama katika picha ama katika sauti na kwenda kutangaza ama kuandika katika vyombo vyao. Na katika kutangaza na kuandika huko, wananchi watasoma, wananchi watatazama na wananchi watasikia juu ya mambo ambayo ni ya muhimu kuyafanya katika sekta nzima ya kilimo katika mazao tajwa. Na kupitia elimu hiyo sasa wataenda kupractice katika mashamba yao. Kwa hiyo unaweza ukaona ni vipi ambavyo elimu inatoka tayari inapita kwa waandishi wa habari, alafu waandishi wa habari wanaenda kuipeleka kwa wananchi au wakulima wa mazao mbalimbali. Na hii itaweza kufikia malengo ya serikali katika kukikuza kilimo katika nchi ya Tanzania, kwa wananchi sasa kushiriki katika si kilimo tu, lakini kufanya kilimo cha kisasa katika mazao mbalimbali. Pia ziara hii ya waandishi wa habari kwenye kituo hiki cha utafiti cha Hatali na Liendele, binafsi nimejifunza vitu vingi ambavyo vitaenda kusaidia katika kuandika habari zangu zinazohusiana na masuala ya kilimo. Sisi kama waandishi wa habari tuna kazi kubwa ya kuhakikisha tunaisaidia serikali kutimiza malengo yake ya kuinua sekta ya kilimo kama inavyopanga. Kwa hiyo kupitia ziara hii imetuongezea vitu ambavyo sisi kama waandishi tutaenda kuvifanyia kazi, na mwisho wa siku tunavyoandika habari zetu tutaweza kufikisha ujumbe ule ambao umekamilika ama hauna mashaka, kwa sababu tutakuwa tayari tumejifunza. Lakini kwa upande mwingine mimi pia ni Mtanzania kijana na ni mtoto wa mkulima. Kwa hiyo ukiachana na taaluma yangu ya uandishi wa habari, mimi pia ni mtoto wa mkulima, na maanisha kwamba lazima ama ninazo ndoto za kupractice kilimo au kufanya shughuli za kilimo. Kwa hiyo si taaluma tu ya kihabari ndio imenisaidia ziara hii, lakini binafsi nimejifunza vitu ikiwemo kilimo cha matunda, ambayo kwa sasa hivi tunaona kuna fursa kubwa sana huko, kwa sababu watu wanahitaji matunda, sio Mtwara tu, hata nje ya Mtwara. Kwa hiyo nimepata faida mbili, faida ya kiuandishi wa habari, lakini pia mimi kama kijana mwenye ndoto ya kuja kufanya kilimo nimepata huo utaalamu hapa ambao unaweza ukanisaidia baadaye kwenye kufanya shughuli zangu za kilimo. Leo tumepata fursa ya kutembelea shamba la matunda ambapo kumepandwa ndizi, kumepanda mapapai, na tukaelekezwa ni kwa namna gani tu kwa muda mfupi unaweza kupata mazao mengi. Mfano kwa upande wa mapapai ni miezi 6 tu unaweza kupata mapapai mengi, na mpapai mche mmoja unazalisha mapapai 100, ambapo yakiiva unauza kwa shilingi 1000. Kwa hiyo unaona namna gani kilimo kinakupa fursa kwa upande wa biashara. Kwa upande wa kuelimisha katika vipindi vyetu ambavyo tunavifanya katika redio zetu, kwenye TV, tunaweza tukaelimisha kwa namna hiyo kwamba wakulima wafike katika taasisi hii ya utafiti wa kilimo kwa ajili ya kupata ushauri zaidi na mbegu gani bora ambayo inaweza kuwasaidia katika kilimo. Kwa mwandishi wa habari kwa muda mrefu, ambapo nimekuwa nikiandika habari nyingi za kilimo na masuala ya kilimo, lakini mbali na kuandika masuala ya kilimo, nimekuwa na mchango mkubwa kupitia tasnia yangu ya habari. Nimekuwa na mchango mkubwa kwa kuelimisha watu kupitia makala mbalimbali, taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitoka kwenye magazeti yetu na kufanya watu waelewe nini maana ya hizi teknolojia ambazo zinazalishwa na TARI. Kumekuwa na
na dhana fulani ambayo wakulima wengi wamekuwa wakiitumia, kwa maana ya kwamba wamekuwa wakilima kilimo kile cha zamani, kilimo ambacho wanakuwa hawatumii mbegu bora. Kwa hiyo unakuta mkulima analima eneo kubwa, lakini lile eneo kubwa analolima anazalisha kidogo. Kwa hiyo mkulima akilima eneo kubwa afu akazalisha kidogo, anakuwa hajalima kwa tija, lakini pia mkulima huyo anakuwa hapati faida. Kwa hiyo ili mkulima aweze kupata faida, sisi kama wanahabari tunatumia taaluma yetu kuweza kuwaelimisha, kuwapa elimu, kuwahamasisha watumie teknolojia hizi bora ambazo zinazalishwa hapa nchini, watumie mbegu bora ambazo zimefanywa tafiti. Kuna watu wa TOSCI, kuna TARI wenyewe wanazipitia, wanaona zinafaa kwa kiasi gani kwa wakulima kuweza kuzitumia ili waweze kulima eneo dogo, lakini waweze kupata mapato mengi ambayo yanaweza yakawapeleka sasa kwenye ile dhana ya kilimo biashara. Watumishi wa halmashauri ya mji Nanyamba wanasema TARI kituo cha Naliendele wameonesha fursa, kama wataitumia vyema itawasaidia wananchi wa halmashauri hiyo kukuza uchumi katika kilimo. Binafsi yangu, ziara yangu ya kutoka Nanyamba Nitekela kuja hapa imeninufaisha pakubwa, kwa kuanzia na hichi kilimo cha bustani cha mboga mboga na matunda. Nimejifunza, unaweza ukashangaa ndugu mwanahabari, mche mmoja wa mpapai ndani ya miezi 6 unazalisha papai zaidi ya 50 mpaka 100. Ukifanya kwa bei ya mtaani tu ya shilingi 1000, ndani ya miezi 6 una 100,000 kwenye mche mmoja. Sijazungumzia miche 10, 20, na ile miche ipo kwenye pH ndogo, unaiweka kwenye ardhi yoyote ile. Ina maana unaweza kana usitumie hata mbolea yoyote. Na sisi ni wazoefu, mapapai mara nyingi yanakuwa sehemu yoyote ile. Kwa kwenye kieneo chako kidogo cha nyumbani ukiweka miche 10, ndani ya miezi 6 unaweza ukavuna milioni. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hichi kilimo cha mboga mboga na matunda kina manufaa kuliko kilimo cha korosho na ufuta ambacho unatumia nguvu nyingi. Lakini pia nimejifunza aina mbalimbali za karanga ambazo kwa muda mfupi na zenyewe unazivuna ndani ya maeneo yako bila kutumia nguvu nyingi. Kwanza, kama unavyokumbuka, tumetembelea shamba la karanga ambako kuna aina mbalimbali ambazo zinazalisha kwa tija, na vile tumekwenda kwenye kitengo cha mboga na matunda au tunaweza tukaita horticulture, ambako wenzetu wamejikita katika kufanya utafiti wa mboga na matunda. Hasa katika haya maeneo utakuta kwamba, kwanza nianze na kitengo cha karanga. Utakuta kwamba pale wametuonyesha aina mbalimbali ambazo zinafaa kwenye ukanda wetu. Kwa mfano, zile karanga za muda mfupi kwa ukanda wa Nanyamba, hizo zitakuwa ni nzuri kuzalishwa kwa sababu mvua zetu zimekuwa sio nyingi sana. Kwa hiyo tukipata hiyo aina na wananchi wakapanda, bila shaka watazalisha kwa tija. TARI kituo cha Naliendele imeamua kuwafundisha waandishi wa habari na watumishi wa halmashauri ya mji Nanyamba, sababu ndiyo vyombo vinavyokutana na wananchi kila siku. Hata wakati wa kuvuna na utunzaji wa haya mazao kwa ujumla, kama unavyoona, wakulima wengine wamekuwa hawaamini kama labda ufuta unaweza ukafanya vizuri, karanga zinaweza zikafanya vizuri, au korosho inaweza kufanya vizuri. Lakini kipindi hiki, kwa mfano, ukiangalia mazao kama ufuta, mazao kama karanga, ni wakati sasa wa kukomaa na kuelekea kwenye mavuno. Kwa hiyo wenyewe sasa wameamini, wamekuja, wameona na wameamini kwamba kumbe una uwezo wa kuzalisha kwa tija mazao haya endapo utalima kisasa, kwa maana ya kutumia njia bora ambazo zimependekezwa na watafiti. Kwetu ni fursa. Kwa sababu kwa nini nasema ni fursa? Kwa sababu teknolojia tunazozizalisha zisipofika kwa walengwa, kunakuwa hakuna maana, kunakuwa ni upotefu wa pesa, lakini ni upotezaji pia wa muda na kazi kubwa ambayo tunakuwa tumefanya au tumepewa kuifanya na serikali. Kwa hiyo hii ni fursa. Na kwa mfano hawa waandishi wa habari
ni kiungo muhimu kwetu, kwa sababu wenyewe sasa ndio ni watendaji. Vinaweza vikawepo vyombo, ukaongelea televisheni, ukaongelea redio, ukaongelea magazeti, ukaongelea vyombo mbalimbali. Vile ni vyombo, vile vyombo vyenyewe kama vyenyewe haviwezi kufikisha ujumbe, lakini waandishi wa habari wale ndio watendaji. Kwa kutumia vyombo vile, basi wana uwezo wa kufikisha ujumbe, wana uwezo wa kufikisha teknolojia, wana uwezo wa kuielezea TARI, wana uwezo wa kuelezea kituo cha Naliendele ni shughuli gani kinashughulika nazo. Kwa hiyo kwetu hii ni siku ilikuwa nzuri mno na ni ya fursa, kwa maana pia na wao sasa wameona shughuli tunazozifanya. Kwa hiyo ni rahisi hata wao wanapoendelea kutoa ujumbe wao kwa wakulima, wanautoa kwa ufanisi, kwa sababu na wao wameshuhudia kazi zetu, wameona kazi tunazozifanya na namna gani tunafanya utafiti. Nazidi kusisitiza kwamba mkulima aache mazoea ya utumiaji wa viuatilifu kwa kuangalia wenzake wamepulizia, kwa kumwangalia jirani, au kusema msimu umeingia na yeye akaanza kupulizia au kunyunyizia hivyo viuatilifu. Badala yake atembelee kwenye shamba lake, aangalie shamba lake kama tayari limesha flashi, limeshatoa majani machanga, majani mateke kwa ajili ya msimu wa korosho. Ndipo angalie, na akiona kuna dalili zozote zile za maambukizi aweze kutumia viuatilifu, na kama si hivyo basi asifanye hivyo. Kwa hiyo mikorosho inaweza ikatofautiana kati ya shamba la mtu mmoja na shamba la mtu mwingine, lakini hata ndani ya shamba lako inaweza ikatofautiana kati ya mikorosho na mikorosho katika kuwahi kufurashi, katika kuingia kwenye msimu. Kwa hiyo tunashauri kwamba kipindi kama hiki, unapoanza ule mpulizo wa kwanza au unyunyiziaji wa kwanza wa matumizi ya viuatilifu, basi una uwezo wa kunyunyizia viuatilifu vyako kwa kuchagua. Angalia mikorosho ambayo imeshakuwa tayari imeflashi na majani machanga, majani mateke, basi na ina dalili za magonjwa au wadudu waharibifu, basi hizo ndizo unaweza ukaanza kuihudumia hiyo mikorosho, huku mingine sasa ukiwa unasubiria wakati wake au muda wake ukiwa unakuja. Mtazamaji, katika kuhakikisha wananchi wanapata elimu juu ya tafiti mbalimbali za kilimo, TARI kituo cha Naliendele inaelimisha wananchi kupitia michezo, ambapo baada ya mafunzo katika mashamba wanashiriki michezo mbalimbali. Tumeona chuo kinafanya vizuri, tumejifunza namna ya kupanda, namna ya kutunza, changamoto za hayo mazao kama magonjwa, namna kutibu kwake, magonjwa ambayo mazao ambayo yanapandwa yanaweza yakastawi kwa muda mfupi, kwa muda mrefu, na katika maeneo ambayo yanaweza kastawi sana. Baada ya hapo tumekuwa na michezo mbalimbali, mchezo wa kuvuta kamba, kukimbia, netiboli, volleyball na mpira wa miguu. Sisi kwa tumefarijika sana kwa sababu hiyo ni sehemu ya mazoezi, kama unajua mazoezi kwa afya, tunajenga mwili, inakuwa ni imara zaidi kwa afya zetu, na pia kwa ushirikiano kati ya chuo cha tafiti wa mbegu mimea na sisi taasisi ya halmashauri ya mji na Nyamba. Tunajifunza vitu vingi kwa sababu hapa TARI wanatoa kama mafunzo, kuna kilimo, kuna vitu viko vingi, kwa tunajifunza kupitia TARI, tunafurahi pia. Na kwa upande mwingine kama sisi wanawake tunanyanyuliwa kuhusu TARI, tunafanya kazi hapo, tunapata kuendesha maisha yetu kupitia TARI. Hapo nikija kuangalia mpira najifunza vitu fulani, sababu na mimi nataka kuwa kama wao na natamani nifike mbali sana. Mkurugenzi wa TARI kituo cha Naliendele, Dr. Kapinga, anasema wanatumia michezo kama fursa ili kuifikisha elimu kwa wakulima na wakazi wa maeneo hayo kwa lengo la kukuza uchumi kupitia kilimo. Ili teknolojia zetu ziende kwa
walengwa tunatumia njia mbalimbali ikiwemo michezo. Kwa leo tumepokea wageni kutoka halmashauri ya Nanyamba. Hawa ni wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwenye idara mbalimbali za halmashauri ya Nanyamba, na leo tumekuwa na matukio mengi ikiwemo michezo. Tumekuwa na michezo ya mpira wa miguu, netball, volleyball, na pia kunakuwa na mchezo wa kuvuta kamba. Yote hiyo imeweza kusababisha watu wengi sana waje hapa kwenda kuangalia hii michezo, lakini katika hapo kuna ujumbe unaohusu mambo ya kilimo. Kwa hiyo michezo ni sehemu mojawapo ambayo tunatumia kupeleka teknolojia zetu kupitia maafisa ugani, lakini pia wataalamu wengine kama hao walikuja leo, wako wafani mbalimbali kama nilivyosema, lakini hao wakitoka hapa wataanza kuonesha na kueleza kwa watu waliko Nanyamba kitu gani kinafanyika hapa tani Naliendele. Licha ya michezo, asubuhi tena leo tumekuwa na nafasi ya kwenda kuangalia teknolojia mbalimbali za shambani kwenye bustani, mazao ya karanga na mazao ya ufuta. Yote hayo ni mambo ambayo tumeweza kufikisha kwao, na wakitoka hapo wataenda kuombea wakulima au watu wengine ambao wako Nanyamba. Kwa hiyo hii ni fursa mojawapo ambayo tunaitumia kuhakikisha kwamba teknolojia ziende kwa wakulima, kwa sababu mahala kama hapa watu wengi wanakusanyika kuja kuangalia mpira mchezo ya aina mbalimbali, lakini sisi ni fursa ya kuwaambia nini tunafanya na nini inatakiwa ufanye. Mtazamaji, mpaka hapo tumefikia mwisho wa makala hii. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asante.